tumeendelea kuwa na amani katika nchi hii. Angalia mapepo machafu, mapepo ya uharibifu, mapepo pinzani yasiyopenda amani, yasiyopenda ushirikiano, mshikamano, umoja na utulivu. Tunaomba usikie ukiwa mbinguni, kwa sababu jicho lako halifichwi kitu chochote. Tunaomba katika jina la Yesu usikie, Mungu wa mbinguni. Hatusemi kwa sababu ya desturi ya kidini, hapana. Tumeingia mbali zaidi katika ulimwengu wa roho, tukikuita wewe Mungu uliyeumba. Tunaomba usikie na taifa hili. Yapo mambo mengi, lipo jambo la muhimu la kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo lisilofichika, ni jambo ambalo tunaliongea kwa uhodari mkubwa kwamba amefanya kazi kubwa. Miradi hii nayoitamka mimi niseme kwenye manispaa ya Mpanda, ukichukua bilioni 14, ukichukua bilioni 25, ukichukua milioni 48, ukichukua milioni 29, yani kijumlisha sioni kuna kata ambayo imenizidi mimi kwenye miradi ambayo. Kwa hiyo Mpanda Hoteli imeongeza kwa kupata pesa nyingi ambazo zimetoka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siwezi kusita kusema na nitaendelea kusema kwa sababu ni miradi nimeisimamia mimi mwenyewe diwani, si kwamba ninaambiwa. Samia oye! Serikali oye! Serikali oye! Tumekuita kwa mchana wa leo kwa sababu imekupendeza kwamba tukusanyike mahali hapa. Ulikuwa na makusudi, sio msigaro yeye kama yeye, lakini umenena ndani yake. Na sisi kama watumishi wako tuko hapa pamoja. Tunasema kwa sauti moja, kwa jina lako wewe Mungu uliyeumba vitu vyote. Tunaomba kuona amani ikitamalaki. Maana tunaona katika maandiko matakatifu kuna wakati ulifika mambo mabaya kama haya yakijiandaa kutokea, watumishi wako wakisimama, lile janga linayozuliwa linaondoka. Amen. Ndiyo maana wewe Mungu uko juu ya kila kitu. Tukikutumaini, tukakunyenyekea, tukawa na umoja na mshikamano, lazima wingu la giza litaondoka. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kumesikia. Asante kwa ajili ya diwani wetu siku ya leo, ambapo Mungu ametuita sisi viongozi wa kidini pamoja na serikali nzima ya uongozi wa serikali ya diwani, Bwana wenyekiti wa CCM na viongozi wakuu wa mitaa na viongozi sisi viongozi wa kidini, viongozi wa dini tunaoongoza wananchi ambao hao ndio wanaoenda kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi. Naomba Bwana tusaidie kila mmoja akafanye katika nafasi yake. Mungu, tunakulilia wewe. Hatutaki roho ya mauaji, hatutaki roho inayoleta fitina katika nchi yetu. Maadui wanaoingia kutoka nje wakashinde katika jina la Yesu. Tunaomba amani yetu kama ulivyotupa tunu ya Tanzania, tukaendelea kuikumbatia katika maombi. Na unasikia maombi, mulika macho yako katika nchi ya Tanzania, ukatupatie zawadi nzuri, viongozi watakayechaguliwa wawe viongozi watakayeleta manufaa na furaha, na sisi tukafurahia wananchi wetu. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuinua. Mahali hapa tuigizi, tunajadili yale ambayo yanataka kuleta ufahamu, yanataka kuleta furaha katika jamii, katika nchi, ili Mungu atakapotokea tukutukuze wewe katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tunakataa kila maadui watakayesimama kinyume kwa ajili ya jamii. Tunakataa kila maadui watakayesimama kinyume kwa ajili ya Tanzania yetu. Tunaikubatia mbele zako kwa maneno yako matakatifu. Mungu, kasimame, ukailinde nchi yetu, ukalinde jamii yetu, ukalinde viongozi wetu, tukakuone katika maisha yetu. Na pia Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye tumemwandaa kwa miaka 5 ijayo, tunamkabidhi kwako. Kwa Mwenyezi Mungu, kila mmoja katika nchi hii tunamkabidhi kwako. Maana Baba, ulisema kila mtu aombe kwa mfano wako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, upokee maombi yako kwa ajili ya kila Mtanzania, walio kitandani,
walio vitandani waponye, Mwenyezi Mungu, tutakupigia kura, waje wapige kura, tuendeleze amani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu, wanaofanya kazi zao wakumbushe wajibu wao, kila mmoja wao mtakatifu kutembelea, kukumbusha wajibu wake, ili kila mmoja atambue sio kupiga kura anachagua chama gani, kwa usalama gani, na amani iliyopo imetengenezwa na chama gani, ili Mungu amani iliyopo iendelee. Tanzania iendelee kwa kisiwa cha amani ya kupokea watu mbalimbali, watu wafanye kazi zao kwa usalama, ili Mwenyezi Mungu mwisho wa maisha ya duniani yale kila mmoja afike kwako akiwa amemsamehe mwenzio, akiwa katika hali ya upendo, iwe faraja, usalama, amani na umoja. Mwenyezi Mungu aongoze katika haki ya Tanzania. Mwenyezi Mungu aongoze katika haki ya Tanzania. Kuanzia ngazi ya rais mpaka balozi. Mwenyezi Mungu wape baraka na neema zako Allah. Hakika Mwenyezi Mungu anisukuzi wa haki. Jalia imani yetu ya Rabbi. Yote aliyo ya utimizie Mwenyezi Mungu. Yote aliyo ya tendo Mwenyezi Mungu wape baraka zako Allah. Mwenyezi Mungu usihendi wa yetu ya Rabbi. Usigano ukele na baraka zako Allah. Jalia kati ukiarifu mtimizie ya Rabbi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mtu wa rehema. Kuomba na Mwenyezi Mungu baki na mtupea kila amin. Sallallahu alaihi wasallam. Niwashukuru wakuu wangu wa dini na nimshukuru Mungu wangu wa mbinguni na Mwenyezi Mungu kwa kunipa maono haya ya kukutana na nyinyi viongozi wa dini kwa ajili ya kuombea taifa letu la Tanzania, bila kusahau kuombea wenye viti wa serikali ya mitaa, kuombea sisi madiwani, kuombea wabunge na kumwombea bosi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya, lakini pia kuombea nchi yetu ya Tanzania iendelee kuwa na amani. Tanzania bila amani yani haiwezekani, kwa sababu ni kitu ambacho tumekizoea, ni tunu ambayo tumepata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi niwashukuru viongozi wangu wa dini kwa sala zenu zote, mmeomba na na imani Mwenyezi Mungu amesikia. Naendelea kushukuru chama, naendelea kushukuru serikali yangu ambayo inasimamiwa na Chama cha Mapinduzi kwa kufanya kazi kubwa. Kwa imani nilionayo kwa mimi Mwenyezi Mungu, na imani dua zetu Mwenyezi Mungu amezisikia, na Tanzania yetu inakwenda kupata neema sio kawaida. Amani hii wanaodhani kwamba amani hii tunaweza kutoweka, la hasha, amani hii haiwezi kutoweka, maana watu wako macho, watu wanaelewa wa kutosha. Amani hii Tanzania itaendelea, na ndio kiu yetu, amani yetu endelee kuendelea. Maana amani hii ikitoweka, huwezi kufanya kazi vizuri kama nilivyosema, huwezi kufanya ibada wala huwezi kufanya chochote, hata siasa hii, hata kikao hiki hatuwezi kukaa. Kwa hiyo tuendelee kuiombea amani yetu endelee kudumu, tuendelee kuomba viongozi wetu endelee kuwa pamoja na sisi. Hii serikali imetokana na mikono yenu, kwa hiyo muendelee kumomba Mwenyezi Mungu endelee kutupatia hekima, tuendelee kuongoza akili yetu, itumike akili ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru